Jambo jingine tutakwenda moja kwa moja sasa kulitazama na kuliangalia suala la al-ihtifalat bil maulid an-nabawi, watu kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo ni muhimu sana kulitazama, lakini nataka tulitupie jicho jambo hili katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, kwanza katika nukta 4 muhimu au 3 hivi. Nini maana ya ihtifal bil maulid an-nabawi? Nini maana yake? Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, asili na chimbuko la jambo hili, kwa sababu hapa hapana shida sana, kwa kuwa sisi upande wetu tunaopinga juu ya jambo hili kwamba hili jambo halipo katika Uislamu, katika sheria ya dini. Sisi tunaopinga na wale wanaosema lipo, wanaolikubali na kulitetea, sote tunakubaliana kwenye nukta moja. Lakini nazungumzia wale waliosoma katika upande wao, sizungumzii wale watu wa mtaani. Wale waliosoma kweli kweli wakaelewa katika upande wao na sisi tunakubaliana juu ya kwamba jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala hakulifundisha. Tunakubaliana na hili. Wala halikuwepo katika zama za maswahaba, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa enzi zake na maswahaba. Hii ni karne. Zama za tabi'in jambo hili pia halikuwepo. Pia vile vile katika zama za atba'u tabi'in jambo hili pia halikuwepo. Na atba'u tabi'in katika wengi katika hao ni katika maimamu wakubwa ambao ndio watu hurejea kwao katika jambo la dini, misingi ya dini na tanzo zake. Kwa hiyo hata katika karne ya 4, wachie ya 3, hata ya 4, zama za maimamu wa hadithi na wapokezi wa habari, maimamu wa fiqh, haya mambo hayakuwepo. Sisi na wao tunakubaliana kwenye jambo, walillahi alhamdu wal minna, kwamba hii jambo halikuwepo. Lakini mzozo unakuja sisi na wao. Je, kama halikuwepo katika enzi zile ndio halifai? Sawa, tutakuja kuzungumzia hapo kwenye nukta hiyo, isiingie moja kwa moja leo kwa sababu si maudhui yake leo. Kwa hiyo asli an-nasha, na hata wao wanakubali kwamba watu wa mwanzo waliolileta jambo hili ni wale al-Ubaydiyun ambao wenyewe walikuwa wakijiita al-Fatimiyun, watawala waliotawala katika nchi ya Misri, Kahira, na baadhi ya sehemu nyingine katika miji ya Kiarabu katika magharibi ya Afrika, haya kaskazini ya Afrika. Al-Ubaydiyun ambao wanawachuoni wanawataja kama zanadiq, wao ndio walioanzisha jambo hili. Lakini pia lilikuwa na muda fulani tulikafa, baadaye likaanzishwa huko Irbil na mmoja katika watawala akiitwa Al-Mughaffar, ndiye alilianzisha, na hilo lilikuwa ni katika mwisho wa karne ya 6 au mwanzoni mwa karne ya 7. Ndio jambo likaanza, likashamiri, likapokewa sana. Lakini asli waliolianzisha jambo hili ni zanadiqa wakiitwa al-Fatimiyyin, al-Fatimiyun au al-Ubaydiyun. Wao ndio walianzisha, ndio salaf wa hawa wenye kulitetea jambo hili. Lakini pia kuna wanawachuoni ambao wanalizungumzia jambo hili katika mitazamo miwili tofauti. Kuna ambao wanaona kwamba watu kufurahika ile siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufurahika, wakavaa vizuri, wakala vizuri, kama mji mkapambwa, watu wakatoa sadaka, wakafanya hivi, si jambo baya. Kuna watu waliona hivyo wengine wakasema hapana, kwa maadamu halikuwepo jambo hili basi haifai. Kwa hiyo mzozo ikawa ni baina ya wale wanaosema yafaa kuifanya siku hii ni Eid na kufurahi katika siku hii, na wale wanaosema hapana, haifai, yafaa, haifai. Hilo katika sura hiyo.
Lakini sasa kuna kitu kingine ambacho sasa kimekuja tofauti, na kila karne na zama zinaposogea ule utofauti wazidi kuwa mkubwa. Yawa sasa si masala ya kwamba watu wafurahi tu siku ile kwa kula vizuri na kuvaa vizuri kama vile siku za Eid wanavyofanya, wakawavalisha watoto wao nguo nzuri, wakala vyakula wanavyovipenda wenyewe katika siku ile, wakatembeleana, wakafurahi. Sasa hivi kuna ngoma sasa pigwa. Hili ni jambo jingine sasa. Hata wale wenye kulikubali hilo na kwamba yafai kufurahi siku ile, haya mapya ambayo yamekuja sasa hivi, ukisoma kwenye vitabu vyao vile utakuta hayo wanayapinga hayo. Yafaa kulizungumza kutofautisha kwamba hawa walipokubali hili. Kwa mfano al-Imam Suyuti hapa amekubali jambo hili, mpaka ameandika kitabu katika jambo hili. Je, akubali watu kupiga ngoma na kucheza na kuimba? Akubali? Sema usiite dufu ngoma. Dufu ni ngoma. Mwingine anasema bwana, wasema tuwi ni kama maziwa, tuwi la nasi ni kama maziwa, lakini si maziwa kwa maana fanana kwenye rangi. Sasa ile ni kama vile tusiseme tuwi na maziwa, sema maziwa ya ng'ombe na maziwa ya mbuzi, yote maziwa. Haya maziwa ya ng'ombe, haya ya mbuzi, haya ya punda, sawa. Lakini ukifananisha vingine itakuwa ni al-qiyas ma'a al-fariq, sababu haya maziwa na hii ng'ombe na hii ng'ombe, hii imefunguliwa mlango katika upande fulani na hii haijafunguliwa mlango wake, sawa. Lakini zote ni ng'ombe, na ndio maana zikitajwa alatul maazif na dufu lipo, hakuna hata mmoja aliyetoa katika alatul maazif. Kwa hiyo sura imebadilika, watu wakaingiza kidogo, wakaingiza dufu ilikuwa haina vile vibati vile papa vile vya kulia vibati kwenye pembeni, halikuwa haina. Kuna watu mafundi wakaviingiza pale, sawa. Wakaona sasa dufu hii kwani tusiingize na filimbi hapa kidogo, patano noga kidogo, pakaingizwa na filimbi. Kwa hiyo ikawa zile ala za ulinzi. Sasa hivi bwana, hata zile filimbi hazifai tena, wala hizo dufu hazifai tena. Sasa wanaume wako mbali kabisa, sasa hivi wanachuana na wasanii na wanamuziki mbalimbali katika kuburudisha katika jambo hili. Vinanda na matarumbeta, piano zinapigwa pale, watu wakafurahi, kisha pigize mtume huyo. Sasa hili jambo lafaa kutazamwa pia na kuangaliwa. Kwa hiyo biidhnillah alkarim tutakuja kulizungumzia jambo hili. Lakini pia kuna watu wamezuliwa katika wanawazuoni, ima kwa makusudi au bila kukusudia. Kuna watu wamezuliwa kwamba eti na wao wamejuzisha na wamehalalisha kuyasoma maulidi, na katika miongoni mwa hao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam, amezuiliwa kwa makusudi au bila kukusudia, kama nilivyotangulia kusema. Nikisema kwa makusudi ni kwamba huyo aliyemzulia ajua kwamba Ibn Taymiyyah hana msimamo huo, au nikisema kwamba bila kukusudia, kwa maana kwamba huyo aliyesema maneno hayo hajui katika nukta hili. Na si vibaya mtu kuambiwa kwamba hajui katika masuala, kakosea, kateleza katika jambo hili. Linahitaji ufafanuzi pia kueleza. Nyinyi mwapinga maulidi bwana, Ibn Taymiyyah mwenyewe bwana kayakubali bwana, tunasema fata'dhimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mawsima. Sasa hili jambo linahitaji kutolewa ufafanuzi, halihitaji papara kwamba watu wakaanza kuimba kwa Ibn Taymiyyah kusema fungueni makataa, hiwaru yenye vitu, sahifa yenye watu,
163 atakaye pasoni. Leo wanasema maneno nyimbo, huo ni wimbo waipo wanaotapiga ngoma alafu wacheze. Unajua katika sehemu zenye vituko sana, hapa Tanga kwetu kuna vituko vingi sana. Niliwahi kueleza mimi, mtu akaamua tu akaanzisha wimbo tu alafu ikawa maulidi tayari tumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilizungumza siku moja, kulitokea mzozo kuhusiana na Ijumaa katika mji mmoja. Je, yafaa kuswali Ijumaa zaidi ya moja katika mji mmoja kwenye kijiji kimoja? Hawa mashehe wa tarika hawa kisufi wakazozana kwenye hili. Walipozozana, upande mmoja wasema yafaa, upande mwingine wakasema haifai. Sasa wale wenye kusema yafaa wakawarejesha wenzao, wakamwambia hata al-Imamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa iko. Al-Imamu al-Bajuri maarufu. Wale wakatunga wimbo, wakaanza takiba nyimbo watu wapeki waruka ndio huku waruka, hatumtaki al-Bajuri nini, tumsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ni hivyo kivyo vyote tu jamaa, ni kivyo vyote tu. Basi mtu anaweza kaamua akatunga nyimbo yake alafu tayari watu tayari washapata cha kusema, ndio unakwenda hivyo. Kwa nyingine ndio hii sasa. Ibn Taymiyyah naye, Ibn Taymiyyah akasema bwana. Kwa hiyo inshallah tutakuja kulitolea ufafanuzi jambo hili, pia kuja kuangalia maulid na ad-din, maulid na, kwa sababu wenyewe wanasema al-maulid yumathilu al-farha bihi sallallahu alaihi wasallam. Je, ni kweli maulid yumathilu al-farha bin nabii sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu sisi na nyinyi tunakubaliana ya kwamba jambo hili halikuweko ila baada ya karne ya 4 au karne ya 6 au karne ya 7. Na baadhi yao wanakata kwamba jambo hili halikudhihiri ila karne ya 7, kudhihiri kwake ila karne ya 7. Sasa hii aya ilishuka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Je, ndio hivi au mkivyo vyote? Swali ndio kwa ndio hivi au ni kivyo vyote? Watu wameruhusiwa kufurahi kivyo vyote? Ndio hivi nyinyi mnafanya? Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya misingi zilizopishana kwamba jambo hili liweza kulifanya kivyo vyote unavyotaka wewe. Kama kuna mmoja aliwahi kusema huko kwenye YouTube yuko anasema ni kama vile siku ya sikukuu ile, mathalan kuna sikukuu ya kitaifa kwa mfano, sawa, hawa wengine furaha yao wanafanya gwaride, hao wengine furaha yao wanakata nyasi huko na kusafisha mitaro, fanya usafi wa mazingira. Basi furaha kila mmoja. Kwa hata ile siku ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila mmoja ana nafasi ya kujimwaga katika uwanja. Yule aliona kwamba leo sasa tukacheza mpira, mwingine tukaogelee, mwingine tucheze ngoma, mwingine tufanye usafi. Yaani wewe fanya, unanielewa ninachosema? Kwamba mlango umefunguliwa, ukitaka kushereheka hivi shereheka, furahi vile furahi. Wao wamefikia hadi, ndio sababu ya mzozo. Lakini wao wajua fika kwamba hivi walivyofurahika wao sivyo walivyofurahika masahaba, wala walivyofurahika tabi'in, wala maimamu, wala nani wala wengine. Lakini kinachowapelekea huko ni kwamba huu ni mlango umefunguliwa. Yoyote afanye anachokiona kwamba hiki kitakuwa kitamletea furaha. Umefahamu? Kwa fanya tu, kama vile siku ya maadhimisho siku ya kitu gani hivyo, sikukuu ya kitaifa siku ya nini huko, watu wanapofurahika, wale kwenye gwaride, wale kwenye usafi, wale shughuli kwenye mvinyo, yani watu ni siku ya furaha, wale wanakwenda picnic. Kwa hiyo mambo yamefika huko. Haya, nadhani nikizungumza nukta hizo
tutaelewana kidogo, nitakuwa nimetia mchango wangu na mimi. Sasa mtafululiza, kwa maana insha Allah panapokuwa na taufiki ya Allah na siha na afya, tutafululiza katika wiki hii kulizungumzia jambo hili. Alafu baada ya hapo, ili tuendelee na masomo mengine, itakuwa kila mara 2 kwa wiki nitazungumza insha Allah kuendeleza yale yatakayokuwa yamebakia. Lakini haya ambayo nimekusudia kuyasema, kufululizwa ndio sawa. Yani haya ambayo nimetanguliza mwanzo kuyasema, takiwa tuyafululize kwa pamoja, alafu mengine tutakuja kidogo kidogo mpaka yatakapokamilika insha Allah. Wakati al-adhan. Naam. Katika vitu vingine ambavyo tumeghafilika kuvitaja ambavyo tutavizungumzia ni suala la dufu, maulidi na dufu, kupiga dufu, kupiga nai, kuimba, kucheza katika dini, pia vile vile kupiga dufu katika msikiti, ndani ya msikiti. Kadhalika baadhi ya mafasidi ambayo yanapatikana katika hiyo mikusanyiko ya maulid ambayo haikubaliki na kisheria, na madai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika hafla hizo na hadhara hizo, masala ya kusimama. Lakini pia katika mambo muhimu ya kuyagusia ni hizi nyimbo zinazoimbwa na vipokeo fasaidi zinazoimbwa katika mawalidi hizo katika mtazamo wa kisheria. Kuna baadhi ambazo zimebeba ghuluu katika dini, yani ghuluu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zimebeba mambo ya shirkiyat. Lakini sisi tunatofautiana sisi na hao wenye kuyafanya kuhusu nini maana ya shirki. Shirki ni nini? Ni masala ya tabarruk, masala ya tawassul, masala ya shafaa na al-ghulu bis-salihin, na kufungua mlango wa al-majazu al-aqli. Yani vitu kama hivi vinahitaji mtazamo wa kisheria. Ni katika mambo ambayo hatuna budi ila kuyazungumzia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kitu kingine ambacho cha kuzingatia, sisi tunapozungumza haya hatuna mamlaka ya kumlazimisha mtu yoyote nguvu hiari kwa lazima. Hatuna mamlaka haya. Sisi tunajua hivyo na nyinyi pia mwajua hivyo, wala nyinyi hamna mamlaka ya kuwazuia wengine. Lakini kinachozungumzwa inatakiwa kijengwe katika misingi ya hujja, misingi ya kisheria, dalili za kisheria. Alhamdulillah, watu wamepewa maarifa, wamepewa akili, wamepewa ufahamu. Wakizungumziwa maneno ya sawasawa yakawaingia, Allah akawafikisha katika hilo, basi watafuata. Na ndio maana kila uchao, yani kila hali inapokwenda mbele, ile sura ya zamani juu ya mambo hayo inafutika. Watu wanatumia nguvu kubwa sana kutaka kuonyesha kwamba bado tuko hai, tunaendelea na mambo yetu. Wanatumia nguvu, lakini sio ushawishi ule ambao watu walikuwa wakishawishika hapo zamani, wakiona wanachokifanya kwamba ni dini. Sasa hivi labda ni watoto madrasa walazimishwe kwamba sasa lazima muwepo, lakini watu na akili zao hasa jambo lao kama kuona hii dini, sasa hii tunalipo hapa. Wamebaki wachache sana wenye itikadi hizo, na mwingine atahudhuria kuona kwamba itaonekana mimi sikuhudhuria kwenye hafla ya watu, itakuwaje sasa kwa kuona haya watu. Lakini twende bwana, kile mambo sio ataisha tu moyoni,
au anajizungumzia kitu gapo, mambo bwana alikeo tuache sasa. Ni wanasema tuache sasa, mfahamu. Na yote yanasaidia haya maneno tunayozungumza na kufikisha haki. Na sisi tunajua wazi kwamba mambo haya hayataisha moja kwa moja, hayataisha moja kwa moja. Piga itapungua, wakati fulani itazidi, itapungua, lakini hilo halitufanya kwamba tusisimame kwenye mimbari, tusisimame kwenye mimbari kuzungumzia mambo. Hilo halitatuzuia. Tusikae kwenye madarasa yetu tukayakataza mambo haya, hilo halitatuzuia. Kwa mtu akisema tutaendelea hatuachi, huyo anasemea hatukatishi tamaa sisi, kwa sababu sio wajibu wetu sisi kuwaongoza watu. Sisi wajibu wetu ni kufikisha. Na ndio maana tangu enzi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam pombe iliharamishwa kwa maandiko ya wazi wazi, lakini pombe imeendelea kunywewa mpaka leo na itaendelea. Sawa? Kwa hiyo walevi wakiwa kwenye vilabu vyao, kwenye baa zao huko, waseme tutakunywa hatuachi. Mimi semeni hivyo hatuachi. Haina maana kwamba sisi basi bwana, kwa sababu wenyewe wamesema hawataacha kulewa, sisi itabidi tuache kuzungumza. Kuzungumza vile kwa sababu tutapata thawabu. Aya za riba hivyo, aya za zina, aya za liwati, aya za wizi na mambo chungu nzima ambazo yameelezwa kwenye Qur'ani kwamba hili halifai. Ukiyatazama hayo yanayosema tena yakatajwa kwamba hayafai, ndio kila siku yanashamiri, na watu wake kila siku wanakuja na mbinu mpya na mikakati mipya kuonyesha kwamba wao ni wenye kuendelea kwenye jambo lao. Sasa wewe daia ndio utakata tamaa, utasema kwamba mimi bwana, kuanzia leo katika msikiti huu hatuzungumzii tena pombe, kwa sababu bai kutoka karibu na msikiti hapa. Itawezekana vipi? Mnifahamu? Au nyama ya nguruwe na vinginevyo, yote vimeharamishwa, lakini walaji wa nguruwe bado wapo na wanaendelea kuwafuga tena kwa kisasa. Sema nguruwe mwitu watu wayafuga kwa nyumbani mwao sasa, na harufu yake mbaya, lakini wayafuga hivyo na wayala. Ndio itakuwa sasa hatutazungumza tena uharamu wa nyama ya nguruwe. Seuze maulidi bid'a. Kwa hiyo kila watu wanapeana nguvu na kushajishana kwenye hilo, na sisi tunapata moyo wa kuyazungumza haya, tunaongeza spidi na juhudi za kuyazungumza haya, lakini kielimu zaidi. Na tunaona faida ya kuzungumza mambo haya kielimu, kwa sababu watu wanatuelewa, watu wanaelewa, wanafahamu. Huwezi kuwadanganya watu kama ukienda kwenye maulidi kila hatua thawabu 10, kila hatua thawabu, utabaki na wewe mwenyewe maneno hayo. Hakuna kumdanganya sasa. Zamani watu walikuwa wakiambiwa haya. Basi imekuwa leo ni kama utangulizi tu na kidokezo ya wale ambao mimi nitazungumzia, lakini nikiendelea zaidi ya hapa itakuwa ni kuwachosha. Kwa insha Allah katika majlisi yetu ya kesho, kwa kuwa mshafahamu kwamba tunatoka wapi tunakwenda wapi, ili kwa ajili pia kuwapa shauku katika usikilizaji, basi kesho insha Allah tutakuja kulizungumzia jambo hili kilugha, kiistilahi, sheria inatazama vipi jambo hili, migawanyo yake, wanachuoni wanapozungumza jambo hili na mitazamo yao, kujua kugawanyika kwake na kugawanyika. Tuangalie tatizo liko wapi, tatizo ni sisi au ni wale, uelewa wetu sisi au uelewa wa wale. Tunaona kuna matatizo makubwa sana katika wakati wa sasa juu ya uelewa wa watu. Niishi hapa au tuendelee dakika 10-15? Sasa tuendelee, tutazungumza bid'a leo, lughatan wa silah. Itatosha.
wallahu almusta'an. Haya basi tutoa nafasi ya maswali kidogo na iktirahat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kuna swali lolote au pendekezo lolote kwa haya niliyosema? Kwa hiyo la mashekhe walitangulia, yani kwa wale ambao wanafahamika katika elimu na kuasisi madaris, alafu pia akawa yanafanywa wale maulidi katika zama zao, yani walikuwepo, lakini inaonekana mukhalafa huko, yani baina wanafunzi waliopo na mashekhe wao wakiwafanya na wao waliokuwepo sasa hivi. Hakuna haja ya kuonyesha kwamba pia wamewakhalifu wale mashekhe wao ambao wao wamewakuta wanafanya, kwa sababu kuna yanakusudia kwamba wapo mashekhe kuna vitu wakipinga, kama mfano zilivyokuja kuzuka filimbi, kwa sababu hazikuwepo, lakini kuna mashekhe walipinga na wao wakaona kwamba ile filimbi inaitoa sasa dufu kwenye kuwa jambo la kidini kwenda kwenye mambo ya maasi, ile dufu ile. Sasa imekwenda sasa hivi kiasi ambacho tunaona wangekuwepo wao huenda wangekataza hata kufanyika kabisa kwa yale yale. Sasa hakuna pia, yani katika maoni yangu kwamba kuonyesha kwamba kuna mukhalafa wao pia, sio kuwaiga wale mshiko wao pia, yani hata hilo halipo pia katika utaratibu wanaofanya wao, sio huo ambao kufanya wao mshiko wao. Bila shaka kwamba kila zama zinapokwenda mbele mikhalafa inazidi, tofauti na wale waliokuwa nyuma waliotangulia. Hili jambo lipo, achilia mbali ya filimbi. Niliwahi kusema hapa Tanga palitokea jambo, baadhi ya wazee wetu wanatusimulia. Yuko shekhe mmoja pale Tanga mjini, alipiga dufu, aliwaingiza wapiga dufu msikitini. Dufu likapigwa msikitini kwa mara ya kwanza, dufu likapigwa msikitini. Alikuwa mufti kwa wakati ule akashangazwa sana jambo lile, akaamrisha kwamba yule aliyefanya vile akamatwe, awekwe ndani. Kwa nini anapiga dufu msikitini? Akakaa ndani yule bwana, lakini baadaye zikaulizwa fatwa kutoka sehemu mbalimbali, mashekhe wakawasiliana waliokuwa Unguja, Mombasa, wapi, ikaja fatwa kutoka Unguja kwamba hilo jambo lina khilafu, atolewe tu, akatolewa. Sasa angalia ile inkari yao, hata kwenye kupigwa dufu tu msikitini kwa si jambo. Na wakati huo hakuna hao watu wanaoitwa mawahabi, kwamba hao mawahabi, maana yake ilikuwa wanaopinga mambo hayo lakini Sheikh Al-Amin bin Ali wa Mombasa wakipinga mambo hayo, na baadhi ya wanafunzi wake na Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui, Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi rahmatullahi ta'ala alayhi, walikuwa wakipinga mambo hayo, lakini si kwa hali hii ambayo iko hivi sasa. Ilikuwa wao kwa wao tu. Sasa wale wanaokubali wote wenyewe ndio pamoja wapingana kwenye hili. Kwa hiyo haya kitu kingine ambacho huwa wao wanatutaja nacho sisi, kama vile kwamba hatuna haki sisi ya kusema, nyinyi hamna haki ya kuzungumza kwa sababu nyinyi hamna sanadi ya mashekhe, hamna silsila ya ilmu, na ilmu lazima uwe na sanadi. Umetoa wapi? Na wengine mpaka wana sanadi mpaka za vilemba walivyovivaa, kwamba hiki kilemba sanadi yake nimekuwa fulani kutoka fulani kutoka fulani. Akitaka kama vitakuambia kwamba usivae kilemba tu wakati huna sanadi,
Kiwao vivyo vile mnaona sana. Kwa hiyo katika jambo la elimu msizungumze tu nyinyi hamna sanad, silsila ya ilmu hamna. Naelewa mnaposema hivi. Kwanza hili linaweza kujibiwa kwa njia nyingi sana. Njia moja kwanza, hata wale wenzao walionao wanashirikiana nao katika kusoma na kufikisha ujumbe na pengine wao wakawakaribisha, naona wangewataka sanad kwanza, sababu wengi katika wao hawana hizo sanad. Tunaelewana? Sheikh fulani atakuja kusema hapa, atakuja kuzungumza Sheikh, lakini pengine hana hiyo silsila. Wewe ungewazuia kwanza, bwana wewe sanad unayo, kuna silsila wewe. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sasa sisi pia tumesoma kwa hao waliosomesha nyinyi. Kwa mfano mimi, utaniambia vipi wewe una sanad? Kwani shekhi wako ni nani? Si ndio aliyosomesha mimi pia? Kwa hiyo sanad unakusudia nini sasa? Mnaelewa ninachosema? Wewe unasema sisi tuna sanad ya ilmu. Sawa? Haya, hitaji fulani kasema kwa fulani. Sasa huyo fulani si aliyosomesha mimi pia? Au kuwa mimi sasa siku na wewe au siku na yeye katika baadhi ya mambo tumeachana kwa elimu yake imefutika, sio? Tuliache hiyo, tujalie ndio hivyo. Wewe kwa upande wako au nyinyi kwa upande wenu wenye sanad, twende kwenye sanadi zenu, twende mpaka tufike kwa al-Imam al-Muzani. Sifie kwa al-Imam al-Muzani mathalan, al-Muzani kutoka kwa Shafi, Shafi kutoka kwa Malik. Huyu Malik sio anayesema man ibtada'a fil islam bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala? Si ndio huyu? Yoyote mwenye kuzua bid'a katika huu Uislamu, man ibtada'a bid'atan fil islam, imekuja kwa lafzi hilo, na katika lafzi nyingine ambalo amelitaja al-Imam Ibn Hazm na wengineo wanasema man ahdatha fil islam bid'atan jaraha hasan. Yoyote mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a yoyote akaiona ni nzuri, si nyinyi mzusha bid'a mwaziona nzuri, basi atakuwa mtu huyu ameshadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Sasa mimi nauliza, hii silsila imefika kwa Imam Malik kweli? Mfano kama haya maulid mmechukua kwa Imam Malik kweli? Sasa sema kuja karne ya 7, sema kubali karne ya 7. Kwa silsila hii mliitoa wapi? Hii kuonyesha kwamba hapo katikati ima kuna mambo mawili, moja mambo mawili, hii sanadi haina ukweli. Mnanielewa? Mtuambie hicho ambacho kimechukuliwa mpaka kufika kwa Imam Malik ni kitu gani? Ni elimu ipi? Mbona elimu hii ya khalifiana ile? Mnaelewa? Au kuna kitu kinaitwa tadlis. Unajua tadlis ziko aina mbalimbali za tadlis. Tadlisi ni mtu anaweza kupokea hadithi kutoka kwa shekhi, kapokea hadithi nyingi tu, unaelewa? Hii ameipokea kutoka kwa shekhi fulani na inafahamika kwamba huyu ni shekhi wake, lazama asarahu wa lazamahu wa akhadha anhu, ameasiliana naye, amelazimiana naye na amechukua elimu kutoka kwake. Hilo halina shida, lakini hiki anachokizungumza yeye, hiki hadithi hii hakuichukua kutoka kwa shekhi huyo. Simefahamu? Ameichukua kutoka kwa mtu mwingine, kutoka kwa shekhi. Sasa anafanya tadlisu taswiya, anamuondosha ule, anaunganisha zile na hii. Sasa hiki ndio kinachofanyika na tadlisi, kama wanavyosema wanawachuoni, at-tadlisu akhul kadhib. Tadlisi ni akhul kadhib. Sasa unatakiwa ufafanue. Kwa mfano mimi ninayo sanad, nishawatajia hapa na kuwapa ijaza siku moja ya silsila ahadith al-musalsal bil awwaliyya mpaka imefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sanadi ile mimi niitumie kwamba hii ndio sanadi yangu mimi juu ya elimu zilizosoma, itakuwa hii tadlisi.
Kwa hiyo nikiona sanadi mimi ya sahihu al-Bukhari sitakiwi kuongeza na sahihi Muslim pale. Tuna sanadi za al-kutub sita toka kwa Imam al-Bukhari na maimamu wengine sawa, sababu hadithi imekwenda mpaka kwa Sufyan al-Thawri na kwenda mbele mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuna sanadi ya kutub sita kwamba hizi zinakwenda mpaka kwa watunzi wa vitabu wenyewe, na wao na sanadi zao wamezipeleka mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi naongeza pale badala zile kutubu sita, yani badala ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud na Jami' at-Tirmidhi na Sunan an-Nasa'i na Ibn Majah. Sasa mimi niongeze pale Sahih Ibn Khuzaimah na Mustadrak al-Hakim kwamba hizi pia, hiyo ni tadlisi. Mnaelewa? Hii ni katika tadlisi, haifai. Alafu sanad, mtu anaweza akajua sanadi yake na mwingine asijue sanadi yake. Kwa mfano wewe waambiwa taja nasabu yako ya uzao wako, umezaliwa na nani kutoka kwa nani, ikawa mwenzako yeye anaweza kutaja mpaka babu yake wa 20 au babu yake wa 12, ajua pengine wazazi wake wamehifadhi hilo kutoka kwa wazazi wao. Wewe ukifika babu wa 4 umekwama. Haina maana kwamba wewe ni mwana haramu, wewe umezaliwa lakini hujui tu nani kakuzaa. Sasa haina maana kwamba wewe huwezi kuwa binadamu, wewe nyani. Simenifahamu? Kwa katika elimu ni hivyo hivyo, kuna mwingine anaweza asijue silsila yake. Sasa kama wapo hao wapeni udhuru kwa mapokeo yao ya kielimu, angalia misingi anayokuja nayo ya kielimu, amekaa kusoma, amesoma nani, anajulikana katika majalisi za ilmu. Hilo ndio jambo la msingi basi. Lakini kwamba sasa kuna ujambazi, watu wanazungumza hawana silsila ya ilmu. Alhamdulillah, silsila sisi tukunayo, hiyo yenu ndio yetu, alafu sisi tuna ziada. Sawa? Hiyo yenu ndio tunayo, sisi pia yetu, alafu tuna zetu nyingine za ziada. Sasa baada ya hapo kuna wengine na kusema. Sasa swali linalokuja, je, katika hiyo silsila na haya madufu au haya madufu na mna silsila nayo nyingine? Ndio ilikuwa swali lako. Haya madufu na mna silsila nayo nyingine mpaka kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Jibrili, au yametokea wapi? Hapa lazima kubainishwe. Haya hizi zimetokea wapi? Hizi mai filimbi, haya madufu na haya yametoka wapi? Mbona wanaotajwa ni wanawazuoni wakubwa kabisa ambao hawakubali hizi mantiki hizi? Maana huyu Imam Shafi rahimahullah sina nipinga mantiki, ilmu al-kalam, anazungumza maneno makali kabisa. Mbona nyinyi mko nayo, mmetoa wapi? Alafu ni silsila mamtaja yeye. Kwa nini msibabadue kile ambacho kimetoka kwake? Hiki mmekipokea kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, na silsila kama alivyofanya Sheikh Abdullah Salih al-Farisi. Yeye alichokifanya katika tafsiri al-Jalalain, akaandika sanadi yake kwamba hii tafsiri nimesoma kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, fulani kasema kwa fulani, tafsiri al-Jalalain. Lakini hakuifanya kwamba ndio silsila yake ya elimu zake zote. Unaelewa? Sasa huu ujanja huo tunaozungumza hauna maana yote, la mahali lahu min al-i'rab. Kwa hiyo mambo ya madufu, mambo ya nai, mambo ya filimbi, yote haya hawana silsila nayo ya kueleweka, ni silsila mudlima, silsila yenye giza. Na wahitaji tuone kwamba hili wamelichukua kwa fulani, kutoka kwa fulani, pengine katikati huko juu kuna mwimbaji fulani kaanzisha mambo haya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasema tunaomba tutajie vitabu vinavyomnasihi mwanafunzi kurudi kusoma kuhusu bid'a na hudud. Tutataja huko inshallah, katika yote tutakayotaja nitawarejesha mahali kwamba hiki kimetoka mahali fulani na hiki mahali fulani, hiki nimekichukua mahali fulani. Inshallah tutafanya ihala katika hilo. Na walillahi alhamdu, zaidi ya 90% ya vitabu ambavyo tunavitaja viko na vingi katika hivi tuko navyo,
walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo ni jambo sahli, al-amru sahli. Tutataja jambo hilo, na ni muhimu kwa talibul ilmi kufanya bidii ya